Umewahi kusikia kuhusu roho za wasimamizi? Tega sikio lako, nipe muda wako, utanishukuru baadaye. Kwa neema Mungu nitaenda kuzisema siri hizi, na kwa neema Mungu utapata nafasi ya kuomba pamoja nawe. Soma pamoja nami kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 8 na kuendelea. Biblia inasema hivi: basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Mpendo katika imani, nikukumbushe jambo hili. Naongea kwa habari ya wana wa Israeli pamoja na wa Misri, na ukumbuke ya kwamba wana wa Israeli waliingia Misri kwa mgongo wa Yusufu. Ikumbuke jambo hili. Yusufu alifanyika kwanza kuwa mtumwa na baadaye alifanyika kuwa baraka kwenye nchi ya Kimisri na kufanywa kuwa waziri wa chakula baada ya kutafsiri ndoto ya mfalme wa Misri. Kwa kuwa njaa kali ilitokea Israeli, na wao walipotafuta chakula waligundua chakula kinapatikana Misri, pasipo kujua kwamba Misri kuna waziri wa chakula ambaye ni ndugu yao. Walipoingia kwenye nchi ya Misri kwa kuhitaji chakula, wakatambua baadaye kwamba aliyekuwa waziri wa chakula ndiye aliyekuwa ndugu yao, na wakapata neema ya kuwa kwenye nchi ile kwa kuwa ndugu yao walifanywa kuwa waziri. Waliishi maisha ya kawaida kabisa na furaha nyingi zikiendelea. Wakazaliana hapo na taifa la Israeli likapata nguvu katika nchi ambayo kwa asili haikuwa ya kwao. Baada ya kupatikana Farao mwingine ambaye alikuwa amtambui Yusufu, basi alipotambua kwamba kuna taifa lingine ambalo ni taifa tofauti na la kwao, akaingiwa na hofu kwamba pengine hawa watu baadaye wanaweza kawa na nguvu kuliko sisi, kwa sababu walikuwa wanazaliana kupita kawaida na walikuwa na nguvu kupita kawaida. Kwa kuwa wana wa Israeli walikuwa kwenye nchi ile kwa kujisahau, na ilikuwa imeandikwa na kutabiriwa kwamba watakaa kwenye nchi ya utumwa kwa kipindi kichache, na baada ya hapo wataelekea mahali ambapo Mungu amewakusudia. Ndiposa mfalme wa Kimisri, yaani Farao, akaamua kuweka mkakati jinsi ya kuwadhibiti wana wa Israeli washindwe kuongezeka kwenye kila eneo. Akaweka udhibiti kwenye eneo la uzazi, akaweka udhibiti kwenye eneo la nguvu zao, na akaweka udhibiti kwenye eneo la chakula. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 11 ya kwamba Farao akaweka wasimamizi wawatese kwa mizigo mikubwa wana wa Israeli. Kwa maana hiyo, wana wa Israeli wakawekewa wasimamizi washindwe kupata uhuru wao. Wanapotaka wafanye kazi, wamewekewa wasimamizi. Wanapotaka waweze kupata uzao, wakawekewa wasimamizi. Na ikatolewa amri ya wasimamizi na wakunga ya kwamba ikiwa wanawake wa Kiebrania watataka kupata mtoto wa kiume, basi ni sharti mtoto huyo wa kiume aweze kuuawa. Huu ulikuwa ni mkakati wa kudhibiti kabisa na kufanya wana wa Israeli washindwe kupata uhuru wao na washindwe kupata wepesi katika mambo yao. Wakawatesa kwa mizigo mizito, wakawatesa kwa kazi ngumu, na hata chakula wakafanya kiwe kinapatikana kwa Farao peke yake. Hivyo Farao akaamuru ajengewe miji na maeneo ambayo yataweza kuwa akiba kwa ajili ya maisha yajayo. Wana wa Israeli wakajikuta wamekuwa watumwa kwenye nchi ambayo waliingia kwa ajili ya kupata chakula. Maisha yao yakawa ni magumu sana, hali yao ikawa ni ngumu sana. Kila wanaojaribu kulifanya ni faida ya miungu, ni faida ya wana wa Kimisri. Kila wanaojaribu kulifanya ni faida kwa ajili ya watu wa Misri. Walitengwa, walisalitiwa na walionewa. Hapa Biblia inatufundisha kitu ya kwamba kuna maisha ambayo unaweza kuwa unayaishi. Adui anaiona kesho yako, anajua wewe baadaye unaweza kaja kuwa nani. Hata kama si wewe, basi watoto wako au mtu fulani kwenye familia anaweza kuja kuwa nani. Anachokifanya ni kukudhibiti mapema kabla hujapata nguvu na kuwaokoa wengine. Basi nawe ufanywe kuwa mmoja wa watumwa ili ushindwe kujitambua na kupata uhuru wako. Anakudhibiti kwenye kila eneo. Unaona ni kawaida, na unaona ni nyanja ambayo pengine ni kawaida kwa kila mmoja. Kumbe kuna mahali adui ameweka wasimamizi. Haya maisha tuliokuwa nayo, kuna wasimamizi wa aina mbalimbali. Wengine wamewekewa wasimamizi katika ulimwengu wa kiroho ambao wanakusimamia. Unapofanya biashara wanakuangalia, unapotaka kufanya kitu fulani wanakuangalia, na wanaweka mpaka kwamba ukitaka uvuke zaidi ya mahali fulani, basi urudi tena pale ulipoanzia. Roho za wasimamizi ni kati ya roho zinazotesa sana. Unaweza kutoboa kwa kufika mahali fulani,
lakini utazuiliwa kupata vitu ambavyo vinaweza kuwa tija na ufungulivu mkubwa katika maisha yako. Kuna watu ambao Mungu amewapa neema ya kufanikiwa, lakini wanasahau ndugu zao. Kuna watu ambao wana maono makubwa ya kuwasaidia watu na kuwainua watu, lakini hawajapata chochote. Hivyo maisha yao yamekuwa ni magumu, lakini ndani ya fahamu zao wana fikra za kukomboa wengine. Adui anaweka wasimamizi, anatumia roho chafu, mapepo na wakati mwingine watu ambao wameingiziwa roho chafu ili kuweza kudhibiti na kuzuia uhuru wa watu, uhuru wa maisha yako. Nasema na wewe, pengine umewekewa usimamizi kwenye eneo la uzazi, nao umezuiliwa usipate watoto. Nasema na wewe, pengine umewekewa usimamizi kwenye eneo la kupata mahusiano, umezuiliwa. Kila anayekuja kwako ni mtu anayekuja kudanganya, mume wa mtu au mtu ambaye baadaye unakuja kugundua kwamba ni muongo. Ni maombi yangu mbele za Mungu aweze kukumbuka kilio chako. Huenda umekuwa na kilio cha muda mrefu, unalia lakini kilio chako hakipenyi, kwa sababu wasimamizi wanazuia kabisa sauti yako ishindwe kumfikia Mungu wako. Kwa hiyo wanakudhibiti hata kuomba kwako, wanadhibiti hata namna ya maisha yako, lifestyle yako. Unajikuta kila eneo umedhibitiwa. Ni kwa sababu umewekewa roho ya wasimamizi. Roho ya wasimamizi ni roho ya aibu. Roho ya wasimamizi ni roho ya kuikataa. Ni roho chafu yenye madhara makubwa, inayokufanya uishi maisha ya utumwa ingali unaweza kuishi maisha kama mfalme. Nakuombea kwa jina la Yesu katika maombi haya ukaweze kutambua ya kwamba si kila jambo ambalo limefungwa kwenye maisha yako ni jambo la kawaida. Kuna baadhi ya mambo wamewekwa wasimamizi kwa sababu walijua kesho yetu. Walijua baadaye tunaweza tukaja kuwa wakina nani, tunaweza tukawasaidia wakina nani. Hivyo wakatuwekea mipaka na wasimamizi ili waweze kuyazuia maisha yetu. Na ndio maana neno la Mungu linaonyesha wazi, Mungu alipokuwa anawaokoa wana wa Israeli, aliwaokoa kwa sababu kulikuwa kuna wasimamizi walikuwa wamefunga maisha ya wana wa Israeli. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Hili ni neno takatifu la Mungu. Linaonyesha kwamba Mungu amesikia kilio cha wana wa Israeli na amesikia mateso wanayoyapitia kwa sababu ya wasimamizi wao. Sijui ni nini ambacho kinakusimamia. Sijui ni msimamizi gani ambaye amesimama katika maisha yako. Unao nafasi ya kupaza sauti yako. Sijui ni gereza gani ambalo limekufunga. Sijui ni shida gani ambayo imekuzunguka. Unasema, Mungu, ninaomba unisaidie. Kila nikijaribu hiki na kile, nimewekewa wasimamizi, nimewekewa walinzi waweze kunizuia kabisa. Nimewekewa kamba ya kwamba nitakula lakini nitaishia mahali fulani. Nikitaka nifikie mahali ambapo ninatamani nifike, najikuta nimewekwa kamba mguuni na nashindwa kupafikia hapo. Mungu akusaidie. Kila kamba ambayo imewekwa ili kuzuie, kila mstari ambao umechorwa kwamba hapo huruhusiwi kuvuka, basi katika maombi haya huyo msimamizi aliyechora mstari huo ayaachie maisha yako. Tuingie katika maombi. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako, imani yangu imeongezeka. Nimetambua kuna mambo hayako sawa. Nami kwa Roho Mtakatifu ninaomba mamlaka yako, nguvu zako na kibali chako kiongezeke ndani yangu. Ewe adui Shetani ambaye umeweka usimamizi na wasimamizi katika maisha yangu, leo nadai uhuru wangu katika familia yangu na maisha yangu kiujumla, katika afya yangu na kila jambo ambalo ni la kwangu, kwa jina la Yesu. Ewe Bwana Yesu, naipokea mamlaka yako na nguvu zako. Niko tayari kuitetea haki yangu kupitia jina la Yesu. Tuingie pamoja katika maombi. Baba, nasema asante kwa kibali na neema ya kuungana na mpendwa huyu kwa njia ya sauti na kwa njia ya video hii. Ujumbe huu umemsisimua, umefanya aone kwamba kuna mambo ambayo natamani aweze kupata ufungulivu. Nasi tunaenda kila kinyume na roho za wasimamizi. Ewe msimamizi ambao umekaa kwa mtu huyu, roho ya usimamizi, kila wasimamizi ambao wanakutawala. Wengine wamewekewa wasimamizi kwenye ndoa, ndoa ina magomvi kila siku. Wengine wamewekewa wasimamizi kwenye kazi, kwenye kiwango cha fedha. Kuna mahali limiti imewekwa kwamba utapata zaidi ya hapo. Tunavunja hiyo limiti, hizo limitation tunaziondoa kwa jina la Yesu. Roho za wasimamizi ondoka. Toa roho za wasimamizi kwenye maisha yako. Ondoa kwenye kila eneo. Vua kila nguvu za giza. Vua kila magano ya giza ambayo yamesimama kama wasimamizi. Kila wasimamizi, kila manyapara wao,
ninapiga kwa jina la Yesu. Tuma moto, tuma moto, haribu kila manyapala waliowekwa ili waweze kusimamia kila unapoenda, kila walinzi wa kipepo waliowekwa ili wasimamie maisha yako, wasimamie maisha ya watoto wako, maisha ya familia yako, maisha ya mke wako, maisha ya mume wako, maisha ya ndugu zako, maisha ya familia yako. Kama kuna mahali ambapo unakaa tangu umehamia hapo huoni mafanikio, huoni mpenyo, na umewekewa wasimamizi wakuu wa anga ya kwamba wakusimamie na kukulinda, uwe hivyo hivyo tu. Tunavunja, tunatoka nje ya boksi, tunatoka nje ya udhio huo katika jina la Yesu. Kila kamba za adui ambazo zimesimama ili zitusimamie, tunazikataa. Kama ni kwenye kanisa, kama ni kwenye nyumba, kama ni kwenye kazi, mahali popote ambapo umewekewa wasimamizi, waondoe kwa jina la Yesu. Ondoa kila msimamizi, adui anayezuia kukua kiroho, adui anayezuia kukua kiuchumi, adui anayezuia kukua kindoa, anayezuia kupona. Ewe msimamizi wa kiafya unayezuia mtu huyu kupokea uponyaji, na kuondoa, toka kwa jina la Yesu. Achia afya yake kuanzia sasa, achia mwili wake kuanzia sasa. Tunakataa, kataa roho za wasimamizi, kataa kila wasimamizi waliotumwa kwako ili wakusimamie, ili wakuangalie unaendaje, ili wa monitor maisha yako. Tunaamuru kwa jina la Yesu, kataa pamoja nami. Vunja roho za wasimamizi. Andaa moto, tuma moto. Roho za wasimamizi toka, roho za wasimamizi toka, moto kwa jina la Yesu. Tunalipua roho za wasimamizi, nalipua wasimamizi hao, nalipua msimamizi huyo aliyewekwa juu yako, ili aweze kufunga maisha yako, aliyewekwa juu ya watoto wako, juu ya ndoa yako, juu ya familia yako. Wengine watoto wenu wamefungwa ufahamu, hawafanyi maendeleo, hawaelewi kwenye masomo yao, hawafikii ndoto zao, wamezuiliwa mahali fulani. Unatamani mtoto wako awe hivi na vile, lakini hawi, kwa sababu kuna maagano ya wasimamizi yamewekwa juu yake. Hizo roho za wasimamizi toka kwa jina la Yesu. Wengine kwenye ndoa zenu, mme wako amekamatwa na roho chafu, pengine roho ya ulevi, pengine roho ambayo uipendi imemvaa, ni roho ya giza imemkamata kabisa. Kuna msimamizi anamwendesha. Tunavua roho za wasimamizi. Pengine ni kwako mwenyewe, pengine ni kwa mke wako, pengine ni kwa ndugu yako, pengine ni kwa mtu muhimu kwenye maisha yako, pengine kwa wazazi wako. Roho za wasimamizi zimewakamata kwenye familia. Tunaondoa pamoja nami. Unajua nini unapitia, unajua ni eneo gani ambalo umewekewa wasimamizi, ya kwamba hautavuka hapo, hautapenya hapo. Tunakata. Ikataa hiyo hali, kataa hiyo magonjwa, kataa hiyo uzito, kataa hiyo taarifa, kataa kwa imani, kataa hiyo majibu ya madaktari, kataa katika jina la Yesu. Roho za wasimamizi toka, roho za wasimamizi toka. Tunavunja, ninapiga kwa jina la Yesu, zikuachie kuanzia sasa, zikatike kuanzia sasa. Natuma moto. Toka wasimamizi, au maagenti wanaotumwa kwako, au mawakala wa kipepo wanaotumwa kwako, wanaotuma mishale kwako, wanaotuma vibaya kwako. Natuma moto, virudi kwao wenyewe. Wasimamizi toka kwa jina la Yesu. Hilo gereza na kutoa hapo, toka kwenye gereza hilo, toka kwenye mauti hiyo, toka kwenye uzito huo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila wasimamizi tunawakataa na vitu vyao vyote na nguvu zao zote. Ewe msimamizi kwenye biashara toka, ewe msimamizi kwenye kazi toka. Kila wakala wa kuzimu, kila wakala wa kipepo uliyetuma usimamie, na kukataa na kuamuru moto, ungua kwa jina la Yesu. Fukuza vyote vinyamkera, fukuza nguvu za giza zote, fukuza uchawi wote, fukuza mapresha yote, magonjwa ya kurithi yote, maroho ya kwamba yataendelea kwako na kwa ndugu zako. Tunayakataa. Kuna aibu ambayo uliipitia, utamani watoto wako wapitie, utamani watu wa familia yako wapitie. Kuna mapito walipitia mzazi au watu ambao walikuwa wamekutangulia, nao unayapitia hayo. Ni kwa sababu kuna roho ya wasimamizi wanaosema kwamba taarifa ziende kwa huyu, wanaosema kwamba magonjwa yaende kwa huyu, shida hii ya miana kwa huyu. Tunaikataa, toka katika jina la Yesu. Hiyo isiwe kwako, isiwe kwa familia yako, isiwe kwa ndoa yako, isiwe kwa uchumi wako, isiwe kwa afya yako, isiwe kwa mipango yako. Roho za wasimamizi, ulikataliwa mahali fulani, na hapo unakataliwa, na pale unakataliwa. Maagano ya talaka, madhabahu za talaka, toka. Wasimamizi wa talaka toka. Wasimamizi wa giza mnaozuia mpenyo, mnaozuia wepesi, toka. Achia kibali, achia wepesi, achia neema ya kimungu ifanye kazi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na achilia ufungulivu kwako. Mungu aliye ndani yangu akusaidie. Mungu anayeishi akusaidie. Mungu mwenye nguvu akusaidie. Yawe akusaidie, akuvushe na kila msimamizi akapigwe na Mungu kwa jina la Yesu. Kila msimamizi ambaye anasimamia maisha yako kwa ubaya akashughulikiwe kwa jina la Yesu, akashughulikiwe kwa jina la Yesu. Kila anayetoa taarifa zako kwa siri na kuwapatia maadui zako akashughulikiwe kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana na maombi haya yakafanyike kuwa hai na moto kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa Pastor Godwin Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe.
na hakika maombi haya yamekuwa faraja na tiba kwako. Yarudie, yatakuinua na kutia nguvu, na utaona wepesi ukifunguka kwenye maisha yako. Unatamani kuungana na ujumbe huu na maombi haya kwa sadaka yako ya hiari? Karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Kumbuka, sadaka ni hiari, na unaposhiriki sadaka hii ni ibada kamili. Mungu wa mbinguni akubariki na kutende mema. Unatamani kuwasiliana nami zaidi? Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp, niandikie jina lako na kile unahitaji nisimame nawe katika maombi, na hakika Mungu atakuhudumia. Mitandao ya kijamii yote andika maombi